agano na mauti. Unapoenda kwenye madhabahu za miungu migeni au miungu mingine, unaleta roho ya laana na mauti. Kwa hiyo unapoenda kwenye miungu, kwenye ibada za miungu mingine, unajiunganisha na maagano ya roho za mauti. Mauti ni roho, au mauti ni lango lililopo katika ulimwengu wa kiroho, ambalo linaruhusu kupita vitu ambavyo vinaweza vikaua ndoto yako, vikaua afya yako, vikaua kesho yako. Kwa ni mlango ambao unaweza ukaufungua ukakuzalia mauti. Ni lango. Kwa watu wanapoenda kwenye ama miungu, wengine wanaenda kujiwekea kinga, si kujizindika kibiashara, si wanazindika mashamba, si wanazindika nyumba zao. Aishia hapo tu katika ulimwengu wa kiroho, umeingizwa kwenye agano baya ambalo litakutesa sana. Kwa hiyo unapoingia kule, unalipo ujira unaoitwa mauti au roho ya kifo. Kama mtu alifanya kazi tu, kishafanya kazi unalipwa. Aishi tu kwenda huko. Mwishi nakuja kukuzalia kitu kinaitwa nini? Mauti. Mshahara wa dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Tegemea kurudi na roho ya mauti, utatoka salama. Umefungua mlango wa roho za mauti. Naweza sikuue kimwili, lakini kaua kila kitu cha kwako. Kila kitu cha kwako. Kuna watu wanatembea hapa, wana maagano na roho ya nini? Roho ya mauti na kuzimu. Wamepatana na kuzimu. Kila unachofanya kinakufa tu. Kila unachofanya hakiishi. Ukipambana hiki hakitoki. Ukifanya hiki hakitoki. Mpaka hilo agano limevunjika kwa agano la damu ya Yesu. Agano huwa linavunjwa kwa agano la damu ya Yesu. Ndio maana sasa hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa nini nasema ni damu yangu ya agano jipya? Nasema hivi, hakuna dhambi ambayo inaunganisha ukoo mzima kama roho ya miungu. Mimi sijui roho ikoje bwana. Inakusanya wote. Inaleta huyu, mnakuta familia nzima mmeingizwa huko wote. Tena saa nyingine kwa kulazimishwa. Unataka utaki na vitisho. Si ndio anakuambia usipoingia wewe unajifanya unadili. Dini inachelewesha, dini haiui mtu, ila mila inaua. Na kuambia nisikilize, ukiingia ndani ya agano la damu ya Yesu, hakuna mauti itakayokufika kwa jina la Yesu. Mama alikuwa ameokoka vizuri mno, mapepo akana msumbua sana. Tunaomba anaenda anarudi, nikauza. Mnauhalaliga sema huyu alisimama kwenye familia akawa ndio mwokozi wa familia, wamjue Mungu. Tukamfanyia kampango tambiko la mwaka fulani, tukamwambia wewe si mrokole, wewe si umeokoka, ile imani uliyoingia haitaki mambo ya matambiko, wewe tumie tu mchele kilo kadhaa, wewe usije. Kile chakula alichotumeka ndio mlango wa kukamatiwa hapo. Na Isaya 7:7 anasema neno hili alitasimama. Kama anakutisha kuachia laana, kukutamkia maneno mabaya, hayatasimama wala hayataumba kitu juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Mbona una kifutio cha kufuta maneno ya laana? Si unao damu ya Yesu? Amen. Mwambie zako na damu ya Yesu. Futa kila maneno maovu yanayopanda kwa maisha yako. Hii dhambi ya ajabu ya kulazimisha watu wote, kusanya ukoo mzima. Na ndio maana hata roho ya umaskini unakuta ukoo wote wa kwanza kutoka kimaisha mpaka wa chini. Si umeingia kwenye agano la laana, agano la kupatana na mauti, mmepatana agano, umeingia agano na mauti na mmepatana na kuzimu. Kiuchumi hamtoki. Ukiangalia mtu wa kwanza mpaka wa mwisho wote mnafanana, mmebanwa kwenye shida inayofanana, kwa sababu uwepo wa Bwana kwenye maisha yenu haupo. Mbingu haiko upande wa kwenu. Wote familia nzima, kwa mzima mnatembea kwenye uvuli wa laana. Nasema hivi, mnatembelea kwenye uvuli wa laana. Kila mnachofanya hamuoni mpenyo. Yesu anataka akutoe huko kwenye uvuli wa laana wewe. Anataka akutoe na uzao wako. Anataka akutoe na familia yako kwa jina la Yesu. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka. Tena akasema na kulemewa na mizigo. Sema nami nitafanyaje? Nitawatua na kuwapumzisha.
Ukiokoka, Yesu anaweza akakata hiyo kiu. Yesu anaweza akakata hiyo kiu kwa jina la Yesu. Nimepata kesi mpaka watu wamezini na ng'ombe. Ndio. Nilikuwa nahubiri kule Kibaha. Hivi Mungu akaambia kuna banda la ng'ombe hapo. Kuna kijana huwa anaenda kuzini na ng'ombe hapo kiucheo. Nikaita yule kijana akuje. Nikaita akuje. Nikasema ninachoambiwa hivi, alfajiri atakamatwa. Na alfajiri akakamatwa kwenye zizi la mtu. Watu walimpiga sio kawaida. Kwani unazini na ng'ombe? Akasema masharti nipewa kwa waganga huko nipate mali. Halo. Hivi na leo tunachofundisha maagano. Watu wamezini mpaka na wanyama, wamelala na wanyama. Huo ukaaba huo, una PhD huo. Huo ukaaba huo mpaka na wanyama. Kwa nasaidia familia fulani, sitaki kunani hapa. Mtoto wa baba mdogo tumepata kesi. Mtoto wa baba mdogo na baba mkubwa wamezaa. Lakini kushughulikia hiyo shida ilikuwa kwa babu yao. Hapa katikati kuna watu walikuja kwenye maombi wasema mtoto amechukuliwa na mtu hapa, wametafuta na kutafuta mji mzima. Tunakuja kufuatilia hata babu walienda na maji hakupatikana. Kwa nini Maroho afuatilie hivyo? Kama hakuna sababu. Hivi mnanielewa ninachofundisha ninapofundisha habari ya agano? Mnaelewa ninapofundisha? Ili ukiingia ukijikumuta ujikumute kweli kweli. Haleluya. Mtoto kaenda na maji, wametafuta mji mzima hakupatikana. Wakaja kwenye maombi. Kuna yule mama alikuja hapa, si yupo? Mtoto wake ameenda baharini kapotea. Alikuwa sasa anasoma kidato cha ngapi Mbagala huko. Kapotea. Kuja kufuatilia hata bibi alienda na maji. Tunapofundisha habari ya hivi vitu, tunakufundisha tukuzurahisishie uangalie familia ya kwenu mmebano wapi, ili uende ukaangalie kwenu mmebano wapi, ili ujue unaombea unajua unaomba maombi kwa kona ipi. Mungu atakupa ruhusa kuuliza maisha yako kwa waganga na kwa wachawi na kwa washihiri. Maisha yako ulizia kwa Yesu. Maisha yako ulizia kwenye mikono ya Mungu. Biashara yako upati wateja, leta madhabahuni, ulizia kwa Mungu. Hujapewa ruhusa kwenda kupigiwa ramli, kwenda kupigiwa bao, kwenda kufanyia ushihiri. Hujaruhusiwa watoto wako kuwafunga mapande kwenye mikono wewe. Amina. Na vitovu. Amina. Eti dege kondo ana mchango wa laki ngapi huo? Ndio maana amemfunga na kitovu. Mbona usimfunge alipokuwa kitumboni? Eti tumemfunga tu ni kitovu kwa ajili ya mchango. Na kuambia watoto wako ukileta madhabahuni watalindwa na Bwana. Hakuna cha mazongo, hakuna cha nguvu za giza. Mungu atakulinda na uzao wako. Asionekane kwako mtu apitishaye mwanawe kati ya moto. Bwana Yesu apewe sifa. Asionekane kwako mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Huu mwezi ulivyokaa ukiuangalia nyakati mbaya, kusoma uso wa nchi, uso wa anga, hii nyota ilivyo, huu mwezi ulivyokaa. Na wengine mnaenda kusoma viganja. Usimulisha somo. Ilishaisha, umepata neema, umekuja kwa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Asiwepo atazamaye nyakati mbaya. Pokea mamangu akaambia niende kwenye maziara nikalimie makaburi alafu tupatane. Nikamwambia huyo mpepo amevaa sura ya baba yako. Biblia inasema mtu akifa na kumbukumbu lake limesaulika kwa jina la Yesu. Nyewe mnaotaka kwenda ibada za wafu hamtanielewa, ila kuna siku tutafundisha ibada za wafu na madhara yake kwa jina la Yesu. Usiende huko, unaenda patana na roho ya kuzimu. Yes. Halo. Mama zako. Ombe una hatari wewe. Nakuja hapa unatudanganya nimekula wali na nyama kuku. Kumbe umekula makande. Si mshamba wewe. Unajidanganya tu mwenyewe. Mimi nimekula wali na kuku leo. Lakini unajua umefokomea makande.
Wajifanya mcha Mungu lakini unajijua kona zako. Si hapo ndio tusipaguse. Unajijua ukipiga hapo ukibukia kule ni mwingine. Halo. 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 Aliyekutana na Yesu lazima kuna badiliko lionekane. Aliyekutana na Yesu lazima abadilishwe. Ukikutana na Yesu utabadilika. Mtu aliyekutana na Yesu anabadilika. Mwingine anakuja akamwambia niombe, akamwambia uniombea lakini hata mimi vitu ninavyoniombea unajua nakupenda. Si nasema hapa si watu wanakuja kwenye maombi. Nimekutana navyo mimi. Haleluya. Lilipomfumuka lile pepo. Lilipofanyaje? Ngoja nikwambie utumishi kama daktari. Mimi najua hawa ni wagonjwa. Najua nahudumia wagonjwa. Na wewe ungekuwa na hilo pepo la degedege lazima upige kidevu chini. Ungekuwa na nini? Ungekuwa na hilo pepo la uzinzi unaanguka na wewe. Kwa mimi nikihudumia najua hawa ni wagonjwa tu. Kwa mimi wakija watu wanamnao na watazama ni wagonjwa. Hawa ni wagonjwa kiroho, wanaumwa tu. Ingekuwa ni hospitali wangelazwa na kulazwa wakapumua na mashine. Kwa hiyo nikiwaangalia najua hawa ni wagonjwa, wanataka dawa wapone na dawa yenyewe inaitwa damu ya Yesu. Haleluya. Wakikutana na Mnazareti, lile pepo likivunjika ndi likichomoka. Nikamwambia alipopona ngamee, bado ananipenda. Mbona nisamee baba. Kumbe anajua saa hizi ndio baba na mvi zote hizi. Saa hizi ukiniona. Haleluya. Kuna mkao tumekaa. Unamzuia Mungu kutuhudumia. Haleluya. Siku ukienda mbinguni kuna mama mmoja anaitwa mama Msamaria bwana. Kile kitabu cha Yohana sura ya 4. Alipale kisimani alikutana na Yesu. Yesu akamwambia nipe maji. Nipe maji ninywe. Akasema Yesu amemekwaje wewe mwanamume Msamaria? Unataka wewe mwanamume Myahudi unataka kuchangamana na sisi wa Samaria. Wa Samaria na Wayahudi hatuchangamani. Ile makabila sisi ni wa Samaria na Wayahudi hatuchangamani, hatushirikiani. Imekwaje wewe unataka maji kwangu? Yesu akamwambia laiti ungalifahamu ni nani akuombaye maji, ungemwomba akupe maji ya uzima. Amen. Ile makabila umepata wapi chombo cha kuteka maana kisima ni kirefu. Yesu akamwambia maji nitakayokupa ukinywa utaona kiu tena. Amen. Maji nitakayokupa ukinywa utaona kiu tena. Asema nipe hayo maji ninywe. Nisirudi tena hapa kisimani kila siku kuchota. Mama alifikiri ni yale maji ya kubeba na mtungi kuweka kichwani. Alifikiri ni haya maji ya kunywa. Yesu akamwambia haya nitakayokupa ukinywa kiu itaisha. Akasema nipe habari ya kila siku tu kwenda kubeba maji mpaka mmenyonyoka upana. Hiyo shida iishe. Yesu akamwambia kamlete mume wako. Mama akasema sina mume. Yesu ambaye umesema vyema. Maana una wanaume 5. Na huyu ulionaye wangapi? 6. Naye sio wa kwako. Mama kaambia una wanaume wangapi? 5. Hata huyu ulionaye wangapi? 6. Naye sio wa kwako. Sema mbona unaniambia mambo yangu yote? Bwana Yesu apewe sifa. Yule mama alipokunywa maji ya uzima alikuwa mwinjilisti wa kwanza kwenda kuhubiri injili. Na alipokutana na Yesu nakwambia kiu yoyote inayokutesa, kiu yoyote ya dhambi ikikutana na Yesu kama maji ya uzima, hiyo kiu inakata. Hiyo kiu ya dhambi inakata. Kiu ya uzinzi inaondoka, kiu ya ulevi inaondoka, kiu ya uongo inaondoka, kiu yote inaondoka. Unasikia ndani yako inabubujika chemchemi ya kuendelea kumwabudu Bwana tu. Ndani yako inabubujika chemchemi ya uzima tu. Ndani yako kunasikia kuna kitu kinacheza ndani hii cha kutaka umuone Mungu na ndugu zako wamuone Mungu na wanaokuzunguka wamjue Yesu wako. Jua kuna kitu kimeachiliwa ndani ya maisha yako ambacho sicho cha kawaida. Haleluya. Sitatia juu yako magonjwa uyajuayo Kristo. Sitatia. Kwa kuna magonjwa mengine yanakuwa na uhalali wa kukaa hapo. Kwa mujibu wa hiki sentence kuna magonjwa mengine yana uhalali kukaa hapo. Ya Kimisri. Magonjwa ya kutisha. Halo? Amen. Halo? Amen. Namna ya kuyanyima uhalali patana na Yesu. Amen.
Haleluya.